Na ulijisahau ukawa unanisikiliza tu. Maelekezo kuhusu jinsi ya kufanya ni hiyo, kuyafanya yale yanayotaka kufa yaweze kuimarishwa, na kukumbuka jinsi walivyopokea na kukaa katika hayo. Na ahadi ambayo ndio ya 6 ndio hiyo, kwamba watavikwa mavazi meupe wale wote watakao yaimarisha waliosalia, na kukaa katika viwango hivyo bila kutetereka hata kama ni wachache. Hiyo ndio ahadi ambayo ndio sehemu ya 6. Tuko pamoja hapa sasa. Sasa 7 ni unabii kuhusiana na majira ya kanisa. Sasa jumla ya yale yote ambayo tumejifunza mpaka hapa, tukijumlisha pamoja, ndio tunaweza kufahamu vizuri sasa juu ya unabii unavyohusiana na majira ya kanisa kuhusiana na kanisa la Sardi. Kama tulivyotangulia kudokeza, majira ya Sardi sasa ni kuanzia mwaka ule wa wa 1517 mpaka mwaka 1750. Na tulijifunza kwamba majina haya ya miji hii au majina ya makanisa haya yalikuwa ni majina yanayozungumzia unabii utakaohusishwa na miaka ya baadaye sana. Na sasa jina Sardi, kama tulivyodokeza katika lugha ya asili, maana yake wale wanaotoroka, wale wanaotoroka, wale wanaotoroka. Hawakukubali watu hawa Katoliki kuyaimarisha aliyosalia. Hawakukubali kuyaimarisha, wala hawakukubali kutubu na kurejea katika neno mpaka leo. Ndio maana haiwezekani kuna miote tukakaa Katoliki leo, wakati miaka nenda miaka rudi walikuwepo watu ambao walikuwepo humo Katoliki, wakaona hawa watu hawako tayari kukaa kwenye kweli, wakaondoka, wakatoroka. Alafu sisi leo tudai kukaa katika Katoliki, tutajikuta tunaingizwa katika ibada za sanamu, ibada za miungu. Tunapokuwa tunaanza kuomba juu ya mama wa Mungu Bikira Mariamu, tayari tunamwabudu Mungu sibele bila kujielewa, na hatuna budi kutoroka kama wao na kukaa kwenye neno katika jina la Yesu. Mariamu mwenyewe anajieleza kwamba yeye sio mama wa Mungu. Katika Luka sura ile ya kwanza mstari wa 38, hii ndio kweli iliyokuwa tangu zamani hizo. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Neno mjakazi maana yake mtumwa wa kike. Mariamu mwenyewe hapa anajiita mtumwa wa kike wa Bwana Yesu. Na kama yeye alijiita mtumwa wa kike, sasa huyu mama wa Mungu anatoka wapi? Yeye alikuwa mama yake Yesu Kristo katika hali ya binadamu tu, lakini maandiko nasema kabla hajazaliwa wakati huo alikuwako. Yesu mwenyewe alisema kabla ya Ibrahimu alikuwako, kabla misingi ya dunia kuwekwa yeye alikuwako, na hakuanzia wakati wa Bikira Mariamu. Sasa basi tuende sasa katika historia hatua kwa hatua, tuone yale yaliyokuja kutokea.
katika kipindi hiki cha wale wanaotoroka sasa, ambacho kinahusiana na kanisa la Sardi. Tulielezana jinsi ambavyo huyu Padri Tetzel ambavyo alisema ndoto, na ndoto hizo akawa wameona juu ya toharani au purgatori, na akawaambia watu na kuwafundisha jinsi ambavyo wanavyoweza kuwatoa ndugu zao purgatori na kuwapeleka mbinguni kama wakiwa wanatoa sadaka au wakiwa wanatoa pesa na kununua zile kadi kwa lengo la kujenga kanisa la Mtakatifu Petro. Sasa watu waliendelea kununua hizo kadi wakiwa naamini kwamba wanapata ondoleo la dhambi kwa kununua kadi hizo na kuwatoa watu waliokufa purgatori au toharani. Lakini hali ikawa mbaya zaidi baadaye tena. Katika majira haya yaliyosogelea ilisogelea mwaka wa 1517 na baada 1517, hali ilikuwa mbaya zaidi katika kanisa Katoliki, na hasa Rumi, mahali pale ambapo ndio alikuwa makao makuu ya kanisa kama ilivyo leo. Kwenye jengo moja la kanisa kulikuwa na ngazi 28. Kwenye jengo moja la kanisa hapo Rumi, kanisa Katoliki sasa, kulikuwa na ngazi 28 ambazo kama tunavyoweza kuona ngazi, kama tunavyoweza kupanda ngazi moja na kwenda ngazi ya pili, ngazi ya tatu. Sasa waza hilo jengo mpaka ufike kule juu, kuna ngazi 28 kabla ya kuingia ndani. Ngazi zilikuwa ndefu na pana. Sasa licha sasa ya kununua kadi kwa pesa, sasa ndio hayo anatajwa kwamba badala kuimarisha aliyosalia, sasa ndio akazidi kufa zaidi. Hali ikawa mbaya zaidi. Ngazi hizi walikuwa wanaziita ngazi za Pilato. Na zilikuwa zina jina ngazi zilikuwa zina jina Scala Sancta. Lakini waliamini hapa Scala Sancta kwamba zilikuwa ni ngazi za Pilato, na kwamba watu walikuwa wanapanda ngazi hizi kwenda kupata hukumu ya Pilato, kama ni kusamehewa au kuuawa. Watu walipita kwenye ngazi hizi kwa imani zao. Sasa waliamini ngazi zamani huko nyakati za Yesu, wakati Pilato, watu walikuwa wanapanda hapo kwenda mahakamani kwa Pilato. Kwa hiyo kwa Pilato mtu angeweza kuhesabika hana hatia au ana hatia. Sasa Tetzel alikuwa bado anaishi, lakini sasa mambo yakawa mabaya zaidi kuhusiana na ondoleo la dhambi. Yakaja mafundisho sasa katika kanisa Katoliki ambayo Biblia hamna wakati huo. Kwa hiyo watu, kila mtu anakuja na mambo yake tu. Wakaamini kwamba kama Yesu Kristo alivyoteseka katika kuleta wokovu kwetu, tunapata wokovu kwa njia ya mateso, na hakuna namna yote ambayo tunaweza kupata wokovu isipokuwa kwa njia ya mateso. Na maandiko fulani yakawa yanapotoshwa yale yaliyohusiana na Yesu. Sasa watu wanataka tena kupita katika mateso yake ili kutafuta wokovu.
Utaweza kuona katika Waebrania sura ya 2 mstari ule wa 10, maandiko nasema, Waebrania 2:10, kwa kweli mpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwa hapo, akileta wana wengi wafikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Inatajwa hapa Yesu Kristo alikamilishwa kiongozi mkuu wetu wa wokovu kwa njia ya mateso. Kwa hiyo ikaja imani hapa ambayo ilikuwa ya kishetani kabisa, kwamba watu wakitaka kuokolewa, wakitaka kusamehewa dhambi zao, sasa wanatakiwa kupita kwenye mateso. Sasa kwenye ngazi hizi 28 kuliwekwa vipande vya chupa. Vipande vya chupa kama tunavyoweza kuona vipande vya chupa vinavyowekwa kwenye fence. Tunakumbuka jinsi ambavyo vipande vya chupa vitawekwa kwenye fence ili kuweka ulinzi, alafu vinachongoka. Sasa vipande vya chupa vilichengewa kwenye sakafu ya hizo ngazi 28. Kwa hiyo watu wakaelezwa katika kanisa Katoliki kwamba ili mtu aweze kusamehewa dhambi zake, inabidi apande kwa magoti ngazi hizo 28 kwenye vipande vya chupa, na akifika kule juu basi amesamehewa dhambi zake. Kwa hiyo watu walikuwa natoka mbali sana. Kulikuwa na mahujaji waliokuwa natoka mbali sana, sehemu mbalimbali duniani, ili kwenda kutafuta kusamehewa dhambi zao kule Rumi, kusamehewa dhambi zao kule Roma. Na wakati wa himaya, ina maana wakati tunajifunza Roman Empire hii ambayo tunaita himaya ya Kirumi, ilikuwa imesambaa sehemu kubwa sana duniani, na nchi, serikali na dini ya Katoliki ilikuwa vimeomana. Kwa hiyo kila kona, kila mahali ulikuwa unazungumza kanisa Katoliki na serikali vikiwa pamoja. Ndio maana papa alikuwa na nguvu sana. Sasa kote katika nchi mbalimbali zilizokuwa katika himaya hiyo, watu wote ambao walikuwa ni Katoliki sasa ambayo imekisha kufu kwa namna ajabu sana, yuko mbali na neno, ndio inatawala. Watu walikuwa natoka kuja kutaka kusamehewa dhambi zao, na asubuhi mpaka jioni, tangu asubuhi mpaka jioni, siku zote walikuwa watu ambao wanapanda hizi ngazi 28, na wanapanda kwa magoti. Damu zinachuruzika damu nyingi sana, na sheria ilikuwepo kwamba ukishaanza kupanda ngazi uruhusiwi kutokea katikati tena ukarudi. Ukitokea katikati, yani ni kama laana yote itakuwa juu yako, unaweza atakufa. Kwa hiyo ukishaanza kupanda ngazi unatakiwa uende moja kwa moja mpaka juu. Ilikuwa ni mateso makubwa sana. Kwa hiyo watu walikuwa, utakuta hapo maelfu kwa maelfu wako kwenye ngazi hizo, na wanapanda huku wakichomwa hizo na chupa hizo za hivyo vioo vya chupa ya, wanachomwa, wanatoka damu, lakini wanaamini ndio jinsi sasa kupata wokovu. Kwa hiyo wanapanda mpaka juu. Wakifika kule juu, sasa wanaamini wamesamehewa dhambi zao, kwamba hukumu ile juu yao imeondolewa. Sasa katika mazingira hayo, sasa ndipo Mungu alipokuwa amemwinua Martin Luther, ambaye alianza kushindana na mafundisho ya giza ya Katoliki. Ilikuwaje? Sasa tuende hatua kwa hatua katika historia ya Martin Luther. Martin Luther alizaliwa mwaka 1483, muda ambao ni muda mfupi tu kabla ya majira haya sasa ya Sadi katika unabii, kama miaka kama miaka 30 na kitu hivi kabla majira ya Sadi kuanza rasmi, kiasi ya miaka kama 34 hivi kabla
ya majira ya Sadi kuanza rasmi. Mwaka 1483 Luther alizaliwa. Alizaliwa katika nchi ya Ujerumani. Kwa hiyo Luther ni Mjerumani. Na alipozaliwa Luther sasa alikulia katika kanisa Katoliki, kwa sababu Katoliki ndio ilikuwa dini pekee nyakati hizo. Sasa baada ya giza kuwa limetanda kila mahali, akasoma. Alikuwa msomi tu mzuri kwa miaka hiyo ya zamani. Mwaka 1501 akiwa na umri wa miaka 18, baba yake alimpeleka katika chuo kikuu cha Erfurt, ambapo aliweza kupata degree ya Bachelor of Arts. Sasa akawa amewaza kuwa mwanasheria. Baada ya hapo Martin Luther aliwaza kuwa mwanasheria. Akiwa na mawazo ya kuwa mwanasheria, kumbe Mungu alikuwa anamtafuta, alikuwa anamwandaa kwa ajili ya kuleta reformation au matengenezo ya kanisa na kulirejeza hatua kwa hatua kwenye neno la Mungu. Siku moja alikuwa na rafiki yake ambaye walikuwa wanasafiri kwenye msitu. Alipokuwa anasafiri na rafiki yake kwenye msitu, kwa kawaida walikuwa wanatumia katika safari nyakati hizo walikuwa wanatumia punda ambaye alikuwa na anakokota mkokoteni. Kwa hiyo mtu alikuwa anakaa kwenye mkokoteni, alafu punda sasa anakokota ile mkokoteni. Ndio alikuwa magari ya nyakati hizo. Kwa hiyo Martin Luther kama msomi wa nyakati hizo, akiwa na rafiki yake, alikuwa kwenye amekaa katika mkokoteni uliokuwa unakokotwa na punda. Sasa akiwa na rafiki yake wanapita katika msitu, wanakwenda katika mji mwingine. Ilitokea radi kali sana. Ilianza mvua, lakini ikaambatana na ngurumo na radi kali sana. Alafu radi hiyo kali ikamuua rafiki yake peke yake tu. Ina maana wanatembea wawili tu kwenye njia, wanazungumza, radi kaja moja kwa moja kwa rafiki yake, alafu ikamuua pale pale. Kwa hiyo ikamlazimu sasa kukokota ile maiti ili kwenda kuizika. Alipokuwa nakokota maiti, akawaza sana, kweli mimi na usomi wangu, ina maana hivi maisha ya mtu yanaweza kuisha tu kirahisi namna hii? Yaani rafiki yangu ndo amekufa kirahisi tu namna hii? Mwanzo katika usomi wake, akiwa anawaza kuwa mwanasheria, alikuwa na kiburi. Nyakati hizo kuwa mtu mwenye degree walikuwa si watu wengi. Sasa kiburi kile ghafla kikaondoshwa alipomwona huyu rafiki yake akifa kirahisi namna hiyo. Alipokuwa anakokota ile maiti sasa kwenda kuzika, akawaza, kwa nini mimi Mungu hii radi imekuja kumpiga huyu peke yake na kumuua? Kwa nini haijanipiga mimi? Kwa nini? Yaani mimi ninastahili nini kupona? Akawa na mawazo tu hayo, nimefanya nini mimi ili nipate kupona? Kwa nini nisingekufa kama huyu? Mawazo yale sasa, hata baadaye baada ya kuzika, haya ndio alimfanya kuanza kumtafuta Mungu kwa ndani zaidi. Akawaza kwamba kwa maisha yetu yanapotea tu kirahisi namna hii. Kwa nini badala ya kuwa mwanasheria, kwa nini nisiwaze kuwa mtumishi wa Mungu? Kwa nini nisiwaze kulihubiri neno? Hilo sasa ndilo lilompelekea Martin Luther kwenda kujiunga na mafunzo ya upadri, kwa sababu kulikuwa hakuna mafunzo mengine. Mafunzo pekee yalikuwa ni ya upadri. Na mwaka ule wa
wa 1505 baada ya mafunzo akawa ameanza ngazi hizi za shemasi, ngazi hizi zinazokuwa za mwanzo kabla ya upadirisho. Akawa ameanza kuhubiri na kufundisha. Wakamwona ana kitu fulani cha ziada sana wale ambao walikuwa ni wakuu wake, na wakamwambia asome zaidi mafunzo hayo ili aweze kufuzu na kupadirishwa. Mwaka 1507 sasa hatimaye akapadirishwa Martin Luther. Kwa hiyo akawa padri wa kanisa Katoliki mwaka 1507. Na kutokana na uwezo wake mkubwa katika kuhubiri na kufundisha, baada ya kupadirishwa mwaka 1507 alichaguliwa kuwa mwalimu au lecturer, mwalimu wa chuo kikuu au lecturer wa chuo kikuu kilichokuwa kinaitwa University of Wittenberg. Na mwaka 1512 akatoka katika ile ngazi ya lecturer au ngazi ya mhadhiri, akawa profesa. Kwa hiyo akawa profesa wa theolojia katika chuo kikuu hicho cha Wittenberg. Na sasa alipokuwa profesa wa theolojia akiwa anafundisha chuo kikuu hicho cha Wittenberg, akawa ni msomi sana. Mapadri kama tunafahamu, hawa sheria ilikuwepo tangu zamani hizo kwamba hawaoi. Kwa hiyo muda wote alikuwa anawaza kusoma tu. Sasa kwa sababu hao wale wa juu sana, wale wa ngazi ya juu namna hiyo peke yao, wale wa ngazi ya juu sana peke yao ndio ambao waliweza kusoma Biblia. Martin Luther alisoma Biblia sana. Alipokuwa anasoma Biblia kwa undani sana, akirudia tena na tena, hata baadaye alijifunza mambo ya lugha ya Kiunani na Kiebrania ili azidi kuifahamu vizuri Biblia. Hatimaye alikutana na andiko ambalo alitafakari vizuri la Habakuki sura ile ya 2 mstari wa 4. Habakuki sura ya 2 mstari wa 4. Mwisho wa mstari huo unasomeka, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Baadaye akutana na andiko katika Warumi sura ile ya kwanza. Warumi sura ile ya kwanza mstari wa 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi 3 mstari ule wa Warumi 3 mstari ule wa 27 mpaka 28. Wapi basi kujisifu kumefungiwa nje? Kwa sheria namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Basi tunaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Maneno haya akatafakari sana. Wakati huo sasa ulikuwa ni wakati ambapo
Mtu anahesabiwa haki baada ya kuwa ametoa pesa na kununua kadi hizo indulgences ambazo tumejifunza habari zake. Na vile vile anahesabiwa haki yani anahesabiwa kuwa amesamehewa dhambi zake na kuhesabiwa haki mbele za Mungu anapokuwa ameteseka kwa kuchomwa na hivyo vipande vya chupa kwenye zile ngazi 28 ngazi za Pilato. Sasa mwaka 1510 baada ya kuwa amesoma sana Biblia, alikwenda kama hujaji kule Roma, na akawa amekwenda vile vile kwa ajili ya shughuli za kikazi. Na kilichotokea sasa akawa amekwenda kwenye zile ngazi 28. Kwenye ngazi ile 28 sasa ndio mambo ya ajabu yaliyotokea. Akawa anazipanda kama ilivyokuwa desturi. Hakuna mtu yote atatoka sehemu yote, ile la kwanza unakuja kutubu dhambi zile. Kwa hiyo akaja kama wengine walivyokuwa nakuja, akazipanda zile ngazi. Alipokuwa amezipanda ngazi, akaanza kutambaa kwa magoti, kupanda ngazi kwenda ngazi nyingine, akiwa anaumia kwa mateso. Alipokuwa katikati ya ngazi zile, akasikia sauti ikizungumza ndani ya moyo wake, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, si kwa matendo ya sheria, lakini mtu atahesabiwa haki kwa njia ya imani. Sauti ile ikawa ina nguvu sana ndani mwake, na pale akapata tafsiri kwamba haya yote haya yanayofanyika hapa kwenye ngazi hizo yako kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu Yesu Kristo alishateswa msalabani, damu yake pekee ilimwagika msalabani ili kutufanya sisi tuhesabiwe haki katika yeye. Kwa hiyo hatuna haja tena ya kuteswa na kumwaga damu zetu na kuwaza tunaweza kuhesabiwa haki kwa njia ya matendo au kununua hiyo haki kwa kununua hizo kadi zilizokuwa zinauzwa za rangi mbalimbali. Kwa hiyo katikati ya ngazi hizo akasimama, akasema hata panda tena kuendelea juu, akaanza kutelemka. Na alipotelemka watu wote wakawa wanamwangalia, wanamshangaa, wakiwa wanatarajia anaweza kufa wakati wote, kwa sababu inahesabika ni kitendo kubwa sana la kutafuta laana, kama tulivyojifunza, kama hutapanda mpaka juu. Kwa hiyo akatelemka chini, watu wote wakamwangalia na kumwona huyu mtu anaweza kuuawa wakati wote, kwa sababu amekwenda kinyume kabisa na maagizo ya Katoliki. Na Katoliki ilikuwa ni kitu chenye nguvu sana, kwa sababu wafalme mbalimbali wa nchi wote wanaongozwa na kanisa Katoliki. Kwa hiyo amri ingeweza kutolewa tu kwamba mtu auawe, na kweli angeweza kuuawa. Sasa akatelemka. Alipotelemka hakupata maafa yote, na alipokuwa hakupata maafa yote, sasa akawa amerudi nyumbani Ujerumani, kule Wittenberg. Na akiwa nyumbani, alafu alikuwa kabla pale amefunga na kuomba sana kutafuta wokovu, kwa sababu anakumbuka yule rafiki yake alivyokufa. Kwa hiyo alikuwa amefunga na kuomba sana kabla ya sauti hiyo kusikika hapo kwenye ngazi. Alikuwa ni mwombaji kiasi kwamba alipokuwa anaomba, akipiga magoti akiomba, Martin Luther baada ya kusoma Biblia, alikuwa mpaka ameshaota sugu ambazo zilikuwa ili goti na sehemu za magoti zilikuwa zimechongoka kwenda juu hivi, kutokana na kufunga kwingi na kuomba. Na alikuwa anaomba kwa kupiga magoti masaa nenda masaa rudi, akiwa anataka kujua ni jinsi gani hasa mtu anavyoweza kuokoka, kwa sababu
alikuwa ameshanunua kadi za namna hiyo za Kikatoliki, lakini bado ana hukumu ndani mwake. Hana hakika ya wokovu ndani mwake, bado anahukumiwa kama mwenye dhambi. Alikuwa anaonekana mtawa mbele za macho ya watu, lakini bado alikuwa anajiona ni mwenye dhambi. Alikuwa amesha kwenda kwenye ngazi hizo mara kadhaa na kupanda mpaka juu, lakini akitoka bado hukumu ya dhambi iko ndani mwake. Kwa hiyo akawa amefunga na kuomba kwa muda mrefu ili apate kujua hasa njia ya wokovu. Na ndipo alipokutana na mistari hii na akapata ufafanuzi. Hakuna kitu cha namna kilichokuwa kinafundishwa nyakati hizo kabisa. Sasa akapata ufafanuzi juu ya hilo. Sasa alipopata maneno yale kwenye ngazi, alivorudi nyumbani Ujerumani, Wittenberg, sasa akawa amekuwa na muda wa kutosha sana kuomba na kumwambia Bwana, natubu dhambi zangu zote, kwa kumaanisha kuziacha. Ni kwa ufunuo tu alifanya hayo, kwa sababu hakuwa amejifunza mahali popote katika seminari au katika mafundisho ya upadirisho. Ili ni kwa ufunuo tu aliweza kuomba hivyo. Akawa anaomba kwa Mungu, nisamehe dhambi zangu zote, nataka kuwa na hakika ya wokovu. Nimefahamu waziwazi kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, atapata wokovu kwa njia ya matendo. Sasa nakuja kwako kwa imani, nikihitaji wokovu. Akaomba sana, na mimi alivyoomba sana, ghafla akapata amani isiyokuwa ya kawaida ndani mwake. Akajisikia kabisa kwamba amesamehewa dhambi zake. Akajisikia kabisa kwamba sasa ameokoka na amesamehewa dhambi zake na kuhesabiwa haki kwa imani. Akawa na furaha. Anasema hajawahi kuwa na furaha hiyo wakati wote katika masomo ya upadri, katika masomo yote, katika vipindi vyote vilivyokuwa Katoliki. Lakini sasa akaanza kujiona kwamba hata kama akifa kama yule rafiki yake alivyokufa kwa kupigwa radi, sasa anaweza akaenda mbinguni. Sasa alivyojisikia kuwa na hakika ya wokovu, hilo lilipandisha kitu kikubwa sana ndani mwake. Liliongeza kitu kikubwa sana. Mwaka 1517 sasa, ambako ndiyo hapa majira haya ya Sadi yanakuwa yameanza kwenye unabii. Mwaka 1517 tarehe 31 Oktoba, tarehe 31 Oktoba mwaka 1517, usiku unaotangulia siku ya watakatifu duniani, tarehe 1 Novemba, kwa wale watu ambao wanaelewa vizuri Katoliki, inaitwa siku ya nini? Ya watakatifu. Inaitwa ni siku ya watakatifu duniani, tarehe 1 Novemba. Sasa watakatifu duniani hapo ndio msururu wa watakatifu wanaotajwa na Katoliki, na kwamba unaweza kuomba kupitia kwa mtakatifu fulani, unaweza kuomba kwa mtakatifu fulani, unaweza kuomba kupitia kwa mtakatifu fulani, vitu vyote ambavyo ni kinyume na neno. Usiku wa kuamkia sasa hiyo tarehe 1 Novemba, ambao sasa ni bado tarehe 31 Oktoba mwaka 1517, labda kabla ya hapo, yule padri Tezel, ambaye ndio alileta ndoto hizo za purgatori, alikuwa ametembelea Ujerumani katika kipindi hiki, na akizidi kuwafundisha na kuhamasisha watu kununua hizo kadi, na ili waweze kupata ondoleo la dhambi, na hata akawa anaendelea kuuza kadi zake hizo na kueleza watu jinsi wanavyoweza kuwatoa ndugu zao walioko purgatori ili waende mbinguni. Sasa Tezel, ambaye alikuwa ni mwakilishi wa Papa, kwa msingi walikuwa na nafasi ya juu sana huyu padri, kwa sababu yeye ndio tulijifunza safari iliyopita kwamba yeye ndio alipewa majukumu hayo ya kusimamia
uuzaji wa hizo kadi na kuzielezea kwa jinsi alivyopata ndoto hizo. Tetzel alikuwa ametembelea Ujerumani, na alipokuwa ametembelea Ujerumani huyu Tetzel, sasa Martin Luther akaona huu ndio wakati wake, akawa jasiri sana, akaona huu ndio wakati wake wa kuyaweka peupe maovu ya Katoliki na kupinga kabisa kwamba mtu hawezi kuhesabiwa haki kwa pesa. Hawezi kuhesabiwa haki kwa pesa, na mtu akifa haiwezekani akatolewa kwa pesa, wala kuna mahali panapoitwa purgatory, sababu haya yote yako kinyume na neno la Mungu. Na hakuna hadithi za mama wa Mungu. Huyu ni miungu ambayo imeletwa katika kanisa. Sanamu zote ni machukizo mbele za Bwana. Sanamu hizi ambazo ziko katika kanisa Katoliki ni machukizo mazito sana mbele za Bwana. Sasa usiku huo wa tarehe 31 Oktoba 1517 aliandika kile alichokiita makosa 95 ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo aliandika makosa 95 ya kanisa Katoliki kwenye karatasi moja kubwa. Alafu usiku wa huo wa tarehe 31 Oktoba mwaka 1517 akaenda akabandika. Kulikuwa na ubao wa matangazo mahali ambapo watu walikuwa wanabandika hapo hoja mbalimbali ambazo walikuwa wanataka kuzishindania au kuzitolea maelezo wasomi. Akaona ni nafasi hiyo hapo akaenda kubandika hiyo karatasi ya makosa 95 ya kanisa Katoliki kwenye ubao wa matangazo wa kanisa hilo la Wittenberg kule Ujerumani. Katika makosa 95 alitaja mambo mengi sana. Akaeleza jinsi ambavyo kanisa limekengeuka kwa kuingiza sanamu ndani ya kanisa. Uuzaji wa kadi hizo ni batili, hauko katika Biblia, ni upagani. Hakuna mtu anaweza kupata haki kwa namna hiyo. Mtu anahesabiwa haki kwa njia ya imani. Yale yanayofanyika katika ngazi zile 28 za watu kutoka damu katika kukatwa na chupa hizo ili watafute ondoleo la dhambi, yote ni kinyume na neno la Mungu. Akarodesha mambo mengi 95, ingawa si yote ya kanisa Katoliki, lakini aliorodesha 95 mengi ya muhimu. Na akazungumzia juu ya purgatory. Hakuna kitu namna hiyo cha purgatory, ni uongo mtupu. Na usiku ule sasa watu wamelala, akawa amebandika ili siku ile watakatifu, sikukuu ya watakatifu duniani, sikukuu ya watakatifu ya Katoliki tarehe 1 Novemba, watu watakapokuwa wanakuja kwenye hilo kanisa kubwa la Wittenberg, waje wasome hilo karatasi lake kubwa ambalo anakosoa Katoliki kwa makosa 95. Sasa ikafika siku hiyo sasa tarehe 1 Novemba mwaka 1517 kwenye kanisa hilo la Wittenberg. Ilikuwa siku nzito sana, kwa sababu hakuna mtu yote aliyethubutu kumkosoa papa miaka yote hii, kwa sababu ilikuwa hukumu yake, angekufa tu. Hakuna mtu ambaye angeweza kwenda kinyume na Katoliki alafu akaishi kirahisi. Angeweza kukamatwa tu alafu akafa. Kwa hiyo ameandika hayo yote, alafu akatia jina lake na sahihi yake kwamba yeye ndio ameeleza hayo yote. Sio siri, akaeleza yote hayo kwamba yote ni upotofu ambao unatakiwa kurekebishwa kama watu wanataka kumwona Mungu. Basi kulikuwa na machafuko kwenye kanisa hilo la Wittenberg siku hiyo. Na kilichotokea
aliitwa sasa na kiongozi mkuu wa kanisa hapo la Wittenberg, ambaye kwa cheo cha nyakati hizo, huyo kiongozi kulikuwa na vyeo vingi tu ambavyo tayari vimeibuka, ambavyo si vyeo ambavyo tunavijua katika maandiko, lakini ni mavyeo chungu mzima tu ambao ameibuka ili mradi huyo aonekane mkubwa zaidi kuliko huyu awe mkubwa zaidi kuliko huyu. Sasa cheo cha mtu yule ambaye alikuwa mkubwa chini ya kardinali alikuwa anaitwa elector. Elector ndio alikuwa cheo chake. Elector akamwita, elector huyo alikuwa anaitwa Frederick, akamwita Luther. Yule Tezen amepata taarifa, amehuzunika sana. Wakuu wa Katoliki wamepata taarifa, amehuzunika sana. Sasa taarifa zinaanza kwenda kule kwa Papa. Hakukuwa na simu nyakati hizo, mawasiliano yalikuwa bado si mazuri. Kwa hiyo taarifa kutoka sehemu kama za Ujerumani mpaka Roma inachukua muda mrefu kidogo, lakini hatimaye taarifa zikafika kwa Papa. Wakati ile Papa aliyekuwepo nyakati hizo alikuwa anaitwa Papa Leo wa 10. Alikuwa anaitwa Papa Leo wa 10, na taarifa zikamfikia Papa Leo wa 10 kwamba kuna mtu mmoja, yule padri Martin Luther, ambaye ameweka makosa ya kanisa Katoliki hadharani, kwenda kinyume na yale yote yanayofanyika katika Katoliki, akikemea sanamu, akikemea mambo ya kusema Bikira Mariamu alikuwa ni mama wa Mungu, amekemea juu ya kununua hizo kadi na kukemea yote haya ya kupanda kwenye ngazi 28 za Pilato. Yote haya sasa yakawa yamewekwa peupe kwa Papa. Papa hakuamini masikio yake, kawaza kuna mtu ana maili. Kwa hiyo akatoa agizo aweze kuletwa haraka ili aweze kushughulikiwa. Agizo hilo akapewa kardinali aliyeitwa Kardinali Cajetan. Kardinali Cajetan akapewa agizo hilo aweze kutoa maelekezo haraka sana ili Martin Luther aweze kuletwa mara moja. Lakini wakati huo kabla ya kuletwa akapewa onyo na Papa, akaambiwa anatakiwa anyamaze kimya kabisa, subiri wala kufundisha lolote tangu atakapokuwa anapewa agizo hilo la Papa. Kwa hiyo anyamaze kimya kabisa, asizungumzie hayo anayozungumza kama anataka kuwa salama. Sasa huyu Kardinali Cajetan akapeleka agizo hilo kwa kiongozi yule mkuu wa kanisa lile la Wittenberg, ambaye aliitwa Elector kama tulivyotangulia kuzungumza. Na Elector Frederick akaagizwa na yule kardinali sasa kwamba afanye juu chini kumleta Martin Luther kule Roma, awe hai au amekufa, ahakikishe kwamba amemleta kule Rumi. Mawili yafanye. Kama akishinda kumleta, basi amfukuze katika nchi. Ina maana amtoe kabisa katika nchi, amtupe mbali kabisa na himaya ya Kirumi, amondoe mbali kabisa na himaya ya Kirumi. Lakini kama ataweza, basi amlete kule Rumi Martin Luther, kwamba amekufa au ni mzima, aweze kuja kule kwenye kikao cha Papa. Mtu alipoambiwa anaitwa kwa Papa katika mazingira namna hiyo, na maana ilikuwa ni kifo tu, na maana usingeweza kwenda kule ukarudi salama kama umemwasi Papa, usingekuwa na uwezekano wote wa kuishi. Kwa hiyo
yalikuwa mazingira mazito sana hapo. Tetzel kwa sababu naye alikuwa shahidi, kwa sababu alikuwepo huko Ujerumani wakati huo, basi akawa ameongeza uchongezi mkubwa sana juu ya Martin Luther ili aweze kushughulikiwa kikamilifu. Lakini kilichotokea ni kwamba huyu Tetzel ndio alikuwa alikasirika sana. Huyu Tetzel, padri huyo ambaye alikuwa anauza hizo kadi, alikasirika sana, na yeye ndio alikuwa anataka kabisa Martin Luther aweze kuuawa mara moja, kwa jinsi ambavyo amekwenda kinyume kabisa na misingi ya Katoliki, na yeye ni padri. Uasi ule hauwezi kuvumiliwa. Akawa mstari wa mbele sana sana kumchongea ili aweze kuuawa, aweze kupata adhabu kali sana. Na kwa sababu alikuwa kule, basi maneno yake yaliaminika sana, kwa sababu alikuwa ni mwakilishi mzuri sana wa papa. Sasa Tetzel anawaza Martin Luther kwamba atauawa, lakini kilichotokea ni kwamba Tetzel mwenyewe ndio aliuawa. Alikufa mwaka mmoja tu baadaye, mwaka 1518 Tetzel alifariki. Tena kabla ya kufariki, lilizuka zogo katika kanisa Katoliki kwamba Tetzel amekuwa anakusanya pesa nyingi sana na ameiba pesa nyingi sana, zote hazijakuwepo kwenye mfuko. Kwa hiyo akazuka zogo kwamba Tetzel ni mwizi. Amekuwa akikusanya pesa nyingi sana kwa kuuza kadi, lakini zilizokuwa zinafika zinakuwa chache. Na vile vile katika zogo hilo watu wakawa wanazungumza kwamba Padre Tetzel alikuwa ni mzinzi, na ikashuhudiwa hivyo mbele ya watu wengi kwamba Tetzel alikuwa mzinzi. Kwa hiyo katika hali hiyo nzito, akawa na hali nzito na ngumu sana sana, kwa sababu jina lake lote lilichafuka, na akaanza kuugua magonjwa ya ajabu ajabu, na mwishoni mwaka uliofuata mwaka 1518 akawa amefariki. Sasa Tetzel amefariki, lakini tuende sasa hatua kwa hatua katika historia, tuone jinsi ambavyo kilichofuata hapo sasa kilikuwa nini. Mungu alifanya mambo ya ajabu sana. Huyu Elector Frederick yeye alikuwa Mkatoliki pure hasa, alikuwa hakuna maombi, hakuna chochote, na yeye ndiye alitumwa sasa kwenda kumchukua Frederick ili kwenda kumchukua huyu Martin Luther ili ampeleke Roma au ampeleke mbali. Kinyume chake, Mungu akamtumia huyo kumchukua Martin Luther, alafu akaenda kumficha mahali fulani kwenye ngome kubwa sana. Kilichotokea nyakati hizo, kulikuwa na mvutano wa kisiasa. Nchi nyingine ambazo zilikuwa sasa chini ya himaya ya Kirumi zilikuwa zinatafuta jinsi ya kujitoa, zilikuwa zinataka kuwa chini ya maongozi ya Katoliki, na moja kati ya nchi hizo ilikuwa Ujerumani. Kwa hiyo huyu Elector Frederick akaenda akazungumza na wafalme wa nyakati hizo, na hawa mabwana walikuwa wanaitwa malord nyakati hizo. Akaelezea yale yaliyompata Martin Luther na jinsi ilivyoelekezwa kwamba apeleke kule kwa sababu amekwenda kinyume na Katoliki. Sasa kwamba ameambiwa ampeleke kule kwa papa. Wale wanasiasa wa nyakati hizo ambao ni wafalme sasa na hawa mabwana malords wanaitwa nyakati hizo, wakafurahia kwamba ametokea mtu jasiri anayeweza kwenda kinyume na papa na mfumo wote wa Katoliki ambao wao wenyewe walikuwa hawezi kuthubutu. Kwa hiyo wakawa upande wa Martin Luther, ili yamkini wakaona kwamba kama Martin Luther watamsaidia kukawa na mgawanyiko Katoliki, itakuwa ni njia nzuri zaidi ya Ujerumani kujitoa katika himaya ya Kirumi. Itakuwa ni rahisi zaidi kisiasa kwa Ujerumani kujitoa katika maongozi yalikuwa yanatokea Rumi. Kwa hiyo Mungu akamtumia huyo Elector Frederick. Alipozungumza na watu hawa wote wakawa upande wa Martin Luther,
wakaenda kumficha kwenye ngome ambayo walimtafuta kwa muda mrefu sana kumuona. Walimtafuta, taarifa ilitolewa kwamba mtu yeyote atakayempata Martin Luther kwamba amekufa au yuko hai atapewa zawadi kubwa sana. Zawadi kubwa za namna nyingi zilitangazwa za kuwapa wale ambao wangeweza kumpata Martin Luther, lakini alikuwa amefichwa. Mungu alikuwa amemficha kupitia kwa hawa viongozi wa kisiasa wa Ujerumani wakishirikiana na huyu Elector Frederick. Na alipokuwa amefichwa kule, alikuwa atoki kabisa kwenye ngome hiyo. Alikuwepo kwa miaka kadhaa kule kwenye ngome. Watu wengine wakawaza kwamba alikwisha kufa, alikwisha uawa, na kwa sababu hawakusikia tena habari zake. Lakini alipokuwepo kule ndani, sasa ndipo alipoanza kuandika vitabu vya muhimu sana. Kule kwenye ngome alikokuwako aliandika kitabu kimoja kwa kila wiki mbili. Kila baada ya wiki mbili alikuwa ameshaandika kitabu kingine. Vitabu vyenyewe matabu makubwa. Kwa hiyo kitabu kimoja wiki mbili. Baada ya wiki mbili ameandika kitabu kimoja. Kwa hiyo na maana kwa mwezi mmoja alikuwa ameandika vitabu 4. Kwa mwaka mmoja alikuwa na vitabu zaidi ya 200 ambavyo tayari ameandika. Sasa miaka kadhaa alikaa huko akiwa ameandika vitabu vingi. Aliandika Biblia aliandika commentaries mbalimbali za Biblia, yani maelezo, vitabu vinavyotoa maelezo ya vitabu mbalimbali katika Biblia, akielezea hasa, akitoa ufafanuzi wa maandiko, akichambua mstari kwa mstari, sura kwa sura katika vitabu hivyo alivyokuwa anaviandika. Na akaandika vitabu vingi sana akiwa na maelezo mengi tu na mafundisho mengi kuhusiana na sanamu, kuhusiana na Bikira Mariamu, kuhusiana na msamaha wa dhambi ambao unapatikana kwa imani, damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Akawa na vitabu vingi sana. Kwa hiyo kutoka kwenye ngome hiyo vitabu vikao vinasambazwa. Hawa watu wa serikali wakamsaidia kuvisambaza. Vikao vinasambazwa kwa watu. Biblia zikawa zinasambazwa na mafundisho ya ufafanuzi kuhusu maandiko yakawa yanasambazwa. Na yalivyokuwa sasa yanasambazwa, watu wakawa yapenda sana mafundisho ya Martin Luther. Wakati yeye yuko amejificha kwenye ngome, wakayapokea mafundisho ya Martin Luther sehemu nyingi mbalimbali Ujerumani, wakayapokea kwa namna kubwa na ya kipekee. Na hawa nao wakakasirika, wakakarisikia kanisa Katoliki, wakasema hawezi kukaa kwenye kanisa hilo. Kila mmoja akawa anajitenga na kanisa hilo, na wakaanza kuliita kanisa lao kwamba ni kanisa la kiinjili, Evangelical Church. Lakini halijakaa sehemu moja. Ina maana kila mmoja aliyepata kitabu, kila mmoja aliyepata vitabu mbalimbali, anasikia, anajifunza mafundisho yale ya Martin Luther, anayapokea, anajua kweli kulikuwa na makosa mazito Katoliki, ilikuwa ni upagani, anajitoa. Ikawa kwenye makanisa mbalimbali watu wanajitoa, na wimbi kubwa sana Ujerumani likawa sasa limechukuliwa na vitabu vya Martin Luther na tract nyingi vile vile za Martin Luther ambazo vile vile zilikuwa aliziandika na kuzichapa. Sasa baada ya kuwa ameandika vitabu vingi namna hiyo, ikawa kufikia mwaka hii ni mapema kidogo sasa, Julai 1520. Julai 1520 ukaandikwa waraka mkali sana ambao ulikuwa na seal au rakili ya papa, ambayo ilikuwa inaitwa bula au red seal. Ni rakili nyekundu ambayo waraka ukiandikwa na ukatiwa muhuri ambao ni rakili nyekundu ya papa, basi ilikuwa ni waraka mkali sana ambao ulitakiwa kutekelezwa kwa nguvu zote. Na waraka huu mwaka huu sasa wa 1520 Julai uliowekwa hiyo Papal Bull, walikuwa wanaita Papal Bull au hiyo rakiri ya rangi nyekundu,
ikaeleza, ule waraka ukaeleza kwamba vitabu vyote ambavyo sasa vimeshaenea, vimetoka Ujerumani, vimeenea nchi nyingi mbalimbali mpaka huko Rumi, kwa wingi. Mungu mwenyewe tu alivieneza kwa namna ya ajabu sana. Alieneza mafundisho yake kwa nguvu sana. Wakati Martin Luther yeye yuko ndani tu, Mungu anamletea wasaidizi wa ajabu sana kwenda kuyaeneza. Kaka zangu, ndugu zangu, tukikaa katika mafundisho ya kweli, tukikaa na kudhamiria kufundisha kweli, Yesu Kristo amesema atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Amesema tukitaka kuwafundisha mataifa na kuwafanya wanafunzi na kuwafundisha kuyashika yote aliyotuamuru Bwana Yesu, amesema atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Hatupaswi kuogopa lolote lile linalojitokeza kwetu, lakini tunapaswa kusimama vizuri na kushindania imani na kushindania yale mafundisho ya kweli kwa gharama yote, na bila shaka Bwana atakuwa pamoja nasi. Amekuwa hivyo akiwatetea watumishi wake waliosimama upande wa kweli miaka nenda miaka rudi. Na pale ambapo mtumishi wa Bwana alikuwa anafundisha kweli alifariki, basi alifariki tu kwa wakati wake, na lilikuwa ni lile tu liloruhusiwa na Bwana kwa wakati wake, si vinginevyo. Kumbe kama watumishi wa Mungu tumemaanisha kukaa katika kweli na kuisimamia, hatupaswi kuogopa lolote katika jina la Yesu. Ndio maana ameniona nina ujasiri mwingi miaka nenda miaka rudi, si babaishu na ufalme, si babaishu na chochote kile, kwa sababu kama nimemaanisha kuwaleta watu katika kweli iliyopotea, najua malaika wote mbinguni wako upande wangu, na kama Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? Sasa baada ya barua hiyo, baada ya waraka huo kutolewa, ambao ulisema vitabu vyote na tract na chochote kile kilichoandikwa na Martin Luther kilichokuwa kimesambazwa nchi zote, vyote vichukuliwe kokote pale vilipo, hata mtu yeyote kama amevipata aviwakilishe haraka katika uongozi wa Katoliki kama anataka kusalimika bila kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo vikusanywe vyote na kuchoma moto. Ziko Biblia, yako maandiko ya ufafanuzi, mstari kwa mstari, sura kwa sura katika Biblia. Ziko tract mbalimbali zinazungumzia wokovu. Sema yote yakusanywe, yachomwe moto kwa amri ya Papa. Na sasa vilikusanywa vingi.